mkinitafuta ili nipo ndapotea hapo kati mimi mtu mbili. Unaionaje timu yako mpaka sasa mwenendo wa klabu ya Yanga kwenye upande wa Tanzania bara, mashindano ambayo wamefanya, lakini pia wametoa ubingwa wa muungano kwa Zanzibar? Sisi kwa ujumla kwanza nikizungumzia timu kwa nzuri. Na ubingwa ni sisi ni jadi yetu. Jadi yetu kunyanyua makwapa, ni jadi yetu kubwa. Sawa? Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kingine. Wewe unaona kuna nini hapa katikati? Hapo ndio vizuri. Mwenendo wa timu yako unaonaje? Timu iko vizuri sana. Timu iko vizuri sana. Na matumaini ya kuchukua ubingwa? Bingwa nchini nani? Sio mimi. Hapo kwenye hoja ya ubingwa. Klabu ya Yanga kupitia uongozi wake walipeleka kesi CAS kule kupinga bodi ya ligi maadhimio ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa Simba sia wakali koda, na kesi ile imerejea, majibu yake yametoka na kwamba klabu ya Yanga iende tena kwa bodi ya ligi pale TFF, kitu ambacho kwenye taarifa yao walioitoa uongozi wa klabu ya Yanga unasema hauna imani na bodi ya ligi pamoja na uongozi kwa sababu ya dhuluma zinazoendelea kwenye ligi yetu. Kwanza kwenye hili wewe unalizungumziaje? Hapo tuende kwenye pointi 3 ambazo mtakuwa mnazipoteza kama mtaenda kucheza dabi ya Kariakoo. Okay. Kwanza nilikuwa ni mmoja wapo mimi wa support kwamba Yanga isifishe timu wajani. Kwa season namba 1, si ndio Kwa hiyo hii season namba 2 mimi sikuiafiki kwa sababu kukataa kwetu sisi bado tulikuwa na sehemu ambazo za kupitia. Baada ya TFF kuna vyombo vya sheria vya michezo. Tunataka tupitie pale, bado kuna baraza la michezo la taifa. Inabidi tupite hapo, alafu tuangalie hukumu zao zinakwenda vipi. Kuna hukumu zao zinakwenda ombi pande yetu sisi, tutende kule. Lakini sasa sielewi jinsi walipokaa wao wenyewe baada ya siku kusema kwamba tusiingize timu, walipokaa wakaamua kukata rufaa CAS. Ili sisi tulikuwa tu kama mashabiki, sio mashabiki, kama wanachama na wadau wenyewe. Kwa sababu hata mimi kama wanakaa na mimi chini kusema kwamba sisi ndio tunakata rufaa kule. Sawa? Mimi naweza nikawapa kipengele. Unajua unaweza kwa nani huyo wakili ukadhani kwamba mambo ya mchezo unaweza kufikiria kama vile mahakamani, unaingia mahakamani basi bila sheria. Sheria za mchezo kuna sheria namba 12 ya baraza la mchezo. Sawa? Kuna vipengele mle ndani. Unapekua vipengele vinazungumza nini? Alafu unachukua katiba ya TFF. Unaangalia na kanuni zinasemaje wewe. Ndio upate jibu sahihi la kwenda kukata. Kwa sisi kama inaonekana tumekurupuka, na kukurupuka kwetu ni kwamba watu walifanya ni siri. Baada ile kunaelewa kuna baba wakapeleka kule. Sasa kule wamerudisha hapana. Kuna sehemu hakuzipitia, mlitakiwa mzipitie hizo kwanza, halafu ndo mlete kwa maamuzi yao. Sawa bwana? Kama wamepata mleta huko. Sasa huku tunaporudi tunasema kwamba sisi hatucheze ligi. Hatuna imani na bodi. Hatuna imani na TFF. Lakini ndio hao wanaoshika mpira. Sio? Yaani ule mpira wa nchi wameshika hao. Ina maana kwamba wewe kutuhakikishia kwamba timu haingii uwanjani, sisi tushuke daraja la 4. Sawa? Tunyang'onye pointi 15 siku hiyo Simba atatangazwa kwa bingwa. Hebu niambie. Hii nchi itakuwaje? Yule engineer ataka ule uongozi utakapo madarakani. Unatushusha daraja sisi tu daraja. Lakini baadhi ya wanachama wengi wamekuwa wakiunga mkono. Hawaelewi. Na kwamba wanasema hatuingize timu. Nasemaje kwa sasa hivi mzunguko ule kwenda. Season number 2. Hawaelewi. Lakini mimi sasa hivi nishaelewa kwamba hapa kuna kitu fulani ambacho kinachowindwa. TFF sio wetu. Sawa bwana? Na bodi ya ligi sio wetu. Sawa? Unasema nini ukisema sio wetu? Sio wetu kwa sababu mara nyingi sana zile taratibu hawazipati. Kanuni wanapanga wao wenyewe. Mchezo kuailisha ndani ya masaa 24. Unailisha ndani ya masaa 3. Sawa, mtu kishakula sala, kashaweka timu kambini, kashalipa posho za wachezaji. Bado mpaka saa 4 siku ya mchezo unasema kwamba mchezo utakuwa uko pale pale. Kama tayari kuna machungu fulani hapa utambue. Kwa hiyo vyombo vitu vile sio vyetu. Kwa ukishafahamu kama sio vyetu, wameweka mtego. Tarehe 15 timu ingizwe uwanjani. Usipoingiza ndio kitu ambacho wao wanachokihitaji ili wampe ndugu yao ile kombe. Kwa hiyo Mzee Magoma unaamini kwamba mpaka sasa wanatengeneza mtego ambao ukiwaangukia Yanga wajitambue. Yaani huo mtego tulikuwa sisi Yanga wengi hawajitambui. Kwa busara zako Mzee Magoma. Wewe ni mkongwe kwenye klabu ya Yanga. Ukipata nafasi ya kumshauri Hersi kwenye kipindi hiki kigumu ambacho masikio na macho ya wanachama wa Yanga wanaotaka ubingwa, lakini pia mechi hiyo
Ukiwauliza wengine wanasema tukacheze tu tuondoe maneno, lakini uongozi umesimamia msimamo kwamba kama tutacheza, maana kama CAS wamerudisha majibu kwamba bwana hiyo kesi ianzie huku, na hawa ndio custodian wa kwanza TFF pamoja na bodi ya ligi. Wewe unaishauri vipi klabu yao ifanyaje kuvuka kwenye kipindi hichi kigumu? Labda kitu cha kwanza ni kwamba wasifikirie tena, maana sasa hivi wanasheria wa Yanga, kile kitengo cha wanasheria Yanga wana kitengo cha wanasheria chote kiko ovyo ovyo, sio? Kwa hiyo hapa wanapanga kitu sasa, twende FIFA, sawa, tukale tena rufaa nyingine, maana watoke CAS waende FIFA. Unaona bwana, ni kitu ambacho cha kijinga. Mimi sikioni kama kitu kina busara zaidi, sio? Kwa sababu kule unapokwenda hata tukikata kule bado wala tuturudisha yale, sawa. Rudini katika vyombo hivi vya chini husika, rudini katika chombo chenu cha CAS. Sasa CAS atakwambia sisi kurudisheni kule, rudini tena kule. Unaona bwana, zile pesa zote ambazo mtakazokatia rufaa inakuwa klabu imepoteza mabilioni ya pesa, unaelewa? Sasa mimi si nazungumzia katika vyombo vya habari kwamba nafasi yangu mimi sio kama kupata nafasi ya kuonana naye, no. Yule hawezi kuonana na mimi, na mimi siwezi kuonana naye, kwa sababu kila mtu anaweka mipaka yake, sawa. Anaweza akakuomba nafasi, wazee wa klabu ya Yanga mje mnishauri, ni kijana bado mdogo Hersi. Kama atakuwa amelijua hilo, sitakuwa kumshauri. Kama atakuwa amelijua hilo, kwani sasa alijua mshauri wa bure, lakini kwani alijua kama kuna wazee wa Yanga? Nadhani kwamba Wakongo anawajua, lakini ana sababu nao, kwa sababu kwa sasa tunahitajika busara na maamuzi magumu. Wakongo anawajua, lakini sasa yeye ana sababu zake za kutokuwa na Wakongo, sawa. Maana yake washirikishi, ndio maana yake hilo liko wazi, hilo msema liko wazi. Sizungumzia katika mambo ya habari, hatuna shirika sisi na kwenye mkutano mkuu wa Yanga haya huwa mnayasema. Mimi nadhani kwamba kwa sasa hivi siwezi kuzungumzia mkutano mkuu wa Yanga, kwa sababu hata hii kwa sababu ndio sehemu ambayo tunaweza kukutana na rais wenu. Hii katiba inayozungumziwa sasa hivi mimi ndio napinga hapa mahakamani, sawa. Niko humu ndani ya mahakama. Hii katiba inayozungumziwa sasa hivi mimi ndio naipinga humu ndani mahakamani. Sasa siwezi kusema kwamba twende katika mkutano katoe mahali na kwenda katika mkutano kama nani wanachama okay, kadi hata hii kadi yao mimi sina, lakini unajiita mwanachama wa Yanga. Ni mwanachama wa Yanga kwa uhalali gani? Huko uhalali ambao mimi naujua, ambao mpaka serikali yenyewe wanajua kama mimi wanachama. Sasa mkuja hapa kuomba mimi nifute wanachama, mbona mahakama imekataa? Kwa sababu wanajua kwa uhalali. Uongozi wa Yanga au kesi ilianzishwa na nani ya kufuta wanachama wako? Kesi mimi nimefunga kesi, nimeshinda kesi. Wao waliingilia kesi, wakaingilia, wakatengua. Katika kutengua wao katika madai yao wakaomba na wanachama wa Yanga afutwe wanachama wako, lakini mahakama ilikataa hiyo swala. Kwa hiyo kwa nini wamekataa? Wanajua kabisa hapa kuna kitu fulani kiko katikati ambacho uhalali wangu mimi upo, sawa. Tena sio wakulipa kadi, hata kama sikulipia kadi miaka 10 bado mimi ni mwanachama. Sasa simuoni mtu wa kwenda kumkabidhi pesa yangu sawa, nizinisha kama mimi ni mwanachama wa Yanga, kwa sababu wote mimi siwatambua kama ni kiongozi wa Yanga. Elewa, hebu tuambie kwamba mimi nataka tu nifahamu kwa msimamo wako kwamba dabi ipo au haipo. Nimelizungumzia hapa, dabi ipo. Hata kama viongozi wanazungumza hivyo kwamba dabi hakuna, mimi nasema dabi ipo na itapigwa. Wanachama wa Yanga wote katika matawi na wapenzi, sawa bwana, tukae katika mkao wa kutabaruki kwamba dabi ipo. Ukisema wakae katika mkao wakati rais wa hiyo klabu anasema uongozi umesema dabi itakuwa, ni mchezaji gani ambaye ataondoka kambini na kwenda uwanjani? Ni yeye ndo anayezungumzia hivyo, na mimi nazungumzia kwa wanachama. Ndo msemaji wa mwisho. Akatazi kuzungumza, na mimi sikatazi kuongea. Mtawachukua wachezaji kutoka kambini mtawapeleka kadi. Haina matatizo. Kwa hata hii ilikuwa tumwambia tuingize timu uwanjani, sitakiwa siingie na wewe vile, mbona tuliingiza. Kwa hiyo msimamo wa mwisho ni kwamba dabi ipo na Yanga wataingia uwanjani. Wewe utakuja kuniambia leo tarehe ngapi leo? Leo 6. Basi mtanipigia simu. Simu yangu sinao. Bwana, mechi ya kuingia uwanjani, sawa? Timu Yanga haikucheza leo. Tutanipa taarifa hiyo. Kwa maana yake mashabiki wa Yanga wanahakikishia wakae tayari. Wakae katika mkao, wajipange katika matawi. Dabi ipo. Wewe unasema sijui jinsi kwamba dabi hakuna nini, haiwezekani. Kwa maana hiki kitu sasa hivi ukiangalia kitu kwa umakini kwamba yeye kama atakata kuingiza timu uwanjani, na maana Yanga lazima ikatoe pointi 15. Sawa bwana? Lazima shushwe daraja la 4. Ni kigumu. Hamtakubali. Hatuwezi kukubali kwa kitu kama hicho. Kwenda kupoteza mechi moja tu na Simba. Twende tukacheze, hata kama tunafungwa ndio mchezo ulivyo. Kuliko pointi 15 unatoa. Sio? Twende tukacheze hata kama tutafungwa. Lakini tumepoteza pointi 3, sio 15. 15 umetuhakikishia wewe unaiongoza hapo, wewe sio Yanga, wewe ni Simba. Wewe unacheza nao tu wale,
kwa kioo watu tuangalie tu kwamba wewe unacheza nao, lakini wewe ni Simba. Umeamua kuwapa ubingwa wale. Lazima timu ingie uwanjani. Kwa hiyo mzee Magoma, tumalize kwa hili. Umesema pia wewe mwenyewe unaziona dhuluma kwenye uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Ndipo leo. Kama unakubali kwamba Yanga iingize timu uwanjani, umekubali kuchutama mbele ya TFF na bodi ya ligi? Nasemaje? Hao ndio wenye mpira wao. Walikuwa watu wa kwanza kuwakataa ile katika kipindi cha uchaguzi kwamba watu watufai. Sawa bwana. Lakini kwa sasa hivi lishatokea hili, hapa kuna mtego. Lazima sisi twende uwanjani. Hapa kuna mtego. Bora tukubali. Tuangalie tu. Kwamba mwaka huu ndio uchaguzi mwakani. Basi angalia tena asili tena katika Magoma. Unawaambia nini wanaosema Yanga imenufaika sana na uongozi wa TFF katika kipindi cha ubingwa mara 5? Wanaosema hivyo ni akina nani? Wadau Si wadau peke yake. Nasema TFF wenyewe labda wanazungumza hivyo. Kwamba Yanga wamenufaika katika kipindi chake yeye. Sawa, na yeye kanufaika na Yanga katika kipindi chetu sisi. Rais. Kwa lengo gani? Kwani sisi tumenufaika kwa lengo gani? Nyinyi mnaiona. Hebu tazameni Yaani manufaa yetu sisi yamekuja, yaani sisi wote tumepata manufaa. Karia akapata manufaa, sisi tumepata manufaa. Sawa? Sisi ndio tulipandisha ligi katika Afrika kwa ligi ya 5 bora. Sawa? Baada ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa na timu za taifa zote tulikuwa tunashiriki. Wachezaji wengi zote Simba wakikusikia hivi na watakuja juu. Kama nataka kuja juu aje. Mimi naona Simba ndio wako sasa hivi ndio wanaingia. Robo final ndio na wao wanaingia nusu. Lakini hakuna haja ya kuwapongeza ili Simba kwa hatua aliyofikia. Nawapongeza. Mimi mwana michezo. Sawa bwana. Nawapongeza Simba kwa hatua aliyofikia. Kwa kazi ya mkanda. Sawa bwana. Hatuhitaji ile mwaka robo, hatunahitaji mwaka nusu. Sawa bwana. Tunahitaji mtu wa kunyanyua papa. Historia kwamba mimi nimefika nusu. Mimi nimefika robo. Unaona mimi nimefika mara nyingi. Ile ife. Tunatakiwa historia ya kwamba mimi nimechukua kombe. Sawa, anapochukua Simba kombe, na mimi siwezi kukaa nikaboteka. Na mimi nitalibeba vile kombe. Unaambiaje watu ambao wanabeza sasa kwa hatua hii Simba ambao wamefikia? Ni kila mtu ana maono yake. Kwa mimi siwezi kumlazimisha mtu eti wewe unabeza. Mimi siko hivyo. Mimi naangalia tu mafanikio ya Simba jinsi yalivyo, yako vizuri. Na ila nawaombea na wao wenyewe wakase mkanda wachukue lile kombe. Sawa? Asiwe mwaka nusu au mwaka robo. Ile hatutakiwi. Tunakwambia mimi zaidi nimefika robo mara 5, mimi zaidi nimefika nusu mara ngapi? Ile story ipe. Magoma chukua kombe. Magoma, baada ya kelele za hapa na pale, swala la mtu kulishwa sukari na nini, taarifa zinasema mtoto huenda akarejea Jangwani. Faisal, unaliona hilo likitimia? Unajua hii taarifa mimi naona kama inatimia. Likitimia lipo uwanjani, lakini sasa kuna habari nyingine, tetesi za chini. Za ndani. Kuna tetesi za chini, huyo mtu anarudi, lakini katika kurudi kwake bado ndugu zetu Simba wanamtaka na wamwekea fungu kubwa ambalo fungu hilo litakuwa kwa Kirena na Kongo. Sawa bwana, wote wawili. Ili kwa sababu bado ziko katika chini ya carpet. Sawa? Hazijakuwa official. Tuizungumzie kijuju kama tunavyozungumziwa. Ni habari za mitaani. Kama kweli zipo, basi naona kwamba viongozi wangu wajaribu kukaza msuli. Sawa? Faisal asende Simba. Kwa sababu kipindi hiki tulikuwa nacho na vile vile kuna wachezaji hapa katikati baada ya ligi wataondoka wengi tu Yanga ambao wenyewe hadi yao. Kwa hiyo mtu Faisal atakuwa ni mtu kama nani Magoma? Sisi nizungumzie kwa sababu sisi nizungumzie chini ya carpet na au na habari hivyo. Sisi nizungumzie habari za mitaani. Fanya kama tetesi. Habari kama za mitaani. Nani anaondoka? Nasikia. Ndio, za ndani. Nasikia. Sikia. Kwa jana kuondoka. Zizi wa Mobeto. Nasikia Daka Mishale naye yuko njiani kuondoka. Nasikia mtoto wangu Mzize naye kuna timu imepatikana huko anataka kuondoka. Wote wachezaji wazuri. Wote wachezaji ndio wachezaji ambao vipi Yanga wanategemea. Kwa hii hatua tumefikia sasa hivi. Kumkosa Faisal itakuwa ni pesa ziada. Chele bwana sana, itakuwa kesi kubwa sana. Faisal ni muhimu sana na Yanga. Mimi Pakome mzuri naye, lakini sijaona kwamba mwaka toka umeanza kama kauanza vizuri. Unampa msimu mwingine. Naona
sijamuelewa lakini. Sasa sijui maana hivi vilabu vile bwana ukishaona mchezaji umuelewe basi uje tayari kishatekanywa upande wa pili. Ana sielewi sasa. Nini sasa? Ndio kapapaswa upande wa pili bwana ndio bwana hili kuna fungo hivyo. Sasa sijui kapapaswa. Sasa sijui kwamba kapapaswa au ni majeruhi walichokuja nacho mwanzo. Imebadilika katika msimu. Katika msimu. Kapanisha mabega. Mwaka jana kacheza mpira sana. Elewa? Unafikiri nini tatizo? Sio hiyo kwa sababu ndo sijajua kama ni injury zake au papasa baki akishapotoka upande wa pili basi hayo mambo huwa yanatokea vile vile kwa mchezaji. Huwa anacheza kiwango cha chini. Ukisema papasa Magoma unamaanisha nini? Labda watu wanadodasa wanamtaka kujua mkataba wake umekuaje. Tafadhali kusikiliza matangazo hivyo kwenye kesi za madai mbele ya Mheshimiwa Ruboroga.